Alafu pia kuna dhana ya kutoshea. Wazaliwa wengi wa kwanza hawatoshei, yani hata afanye nini bado hatoshei. Ni kama kuna dhana imetengenezwa kwamba huyu mzaliwa wa kwanza ni mwendo wa kumshambulia, kupeleka moto. Kwamba tukiwa hivyo ndo anakaa vizuri kwenye nafasi yake ya uzaliwa wa kwanza, kitu ambacho sio kweli. Zipo ndoto za watu wengi sana hazikuwahi hata kugundulika, zimepotea. Na kuna baadhi ya wazaliwa wa kwanza wengi ambao wamesacrifice kusoma au career ili wanaowafuata waweze kutusua kimaisha. Habari yako mdau wetu wa kipindi chetu pendwa cha Fix You with Kamrin. Majina yangu mimi naitwa Irene Kamgisha, na leo tunakuandalia episodi nyingine nzuri sana na Miss Imelda Mosha. Yeye anasema ni psychotherapist kwa maana ya kwamba ni mshauri tiba. Na leo tunazungumzia maswahiba yanayowakuta wazaliwa wa kwanza. Je, wewe ni mzaliwa wa kwanza? Nikuulize, una hali gani? Unaendeleaje? Vipi majukumu? Kwa tuko hapa leo kuzungumzia maswaiba yanayowakuta wazaliwa wa kwanza, yani ule mtoto anayetangulia kuzaliwa katika familia. Kuna namna huwa anachukuliwa, kuna vitu huwa anabebeshwa, kuna viatu anajikuta amevivaa pamoja na utoto wake. Kuna namna huwa anasahaulika. Yani kuna mambo mengi sana yanawakuta wazaliwa wa kwanza mpaka kuja kwenye choices, machaguzi wanayoyafanya juu ya wenza wao inaweza ikaonesha ni mzaliwa wa kwanza wa aina gani. Kwa hiyo karibu kwenye episodi hii ikiwa wewe ni mzaliwa wa kwanza, wa pili, lakini kumbuka unaweza usiwe mzaliwa wa kwanza lakini ukavaa kiatu cha mzaliwa wa kwanza kwenye familia. Wapo pia watu wa aina hiyo, si wazaliwa wa kwanza lakini unakuta amevaa kiatu cha mzaliwa wa kwanza. Kwa karibuni tutakuwa discuss mambo mengi mazuri ya uponyaji, yale yote ambayo unayapitia, usije ukajiona wewe ni peke yako. Yani mambo yote yanayotukuta. Mimi mwenyewe ni mzaliwa wa kwanza, kwa unaelewa hiki ambacho tunakwenda kukizungumza leo. Karibu sana Imelda. Asante sana Irene. Na mimi pia ni mzaliwa wa kwanza Irene. Oh really? Yes. No wonder. Kabisa. No wonder. Kabisa. Kwa hiyo karibu sana Imelda, utuambie hichi kitu ambacho umekianzisha juu ya wazaliwa wa kwanza kimezaliwa kutokana na nini? Huu ni ukweli mchungu. Vitu vingi vikubwa vimetokana na maumivu, vimetokana na sacrifice, tuseme kujitoa sadaka, vimetokana na mambo mengi. Unajua hamna kitu kikubwa, hamna kitu kizuri ambacho kinakuja tu kwa starehe. Vitu vingi vinakujaga kwa njia ngumu. Kwa hiyo hata na ili swala zima la wazaliwa wa kwanza ni swala ambalo limetokana, kama nilivyotangulia kusema mwenyewe ni mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo na mimi kuna mengine kwa experience nimeyapitia, na pia kutokana na kazi yangu. Watu wengi ambao nimewahudumia wazaliwa wa kwanza wana vitu vingi common. Kwa hiyo nikaliona hili kwamba iko haja ya kulizungumzia, ama iko haja ya kulitazama kwa jicho la tatu. Ndio. Vitu vingi common ambavyo umeviobserve kwa wazaliwa wa kwanza ni vipi? Swala la kwanza ni kwamba mzaliwa wa kwanza, asilimia kubwa wazaliwa wa kwanza ni wazazi wasaidizi. Kwa maana ya kwamba hata katika umri mdogo wanalazimika kubeba yale majukumu ya uzazi kwao wenyewe, kwa wadogo zao, na nyakati zingine wanakuwa wapatanishi pia kwenye migogoro ya kifamilia. So unajua amna watu wanaokaaga tu bila kuwa na changamoto. Kwa wazaliwa wa kwanza na wenyewe wanalazimika kuwa wapatanishi ama wasuluhishi. Nyakati zingine wanalazimika kwenye choice, kwenye safari za elimu. Wengi ni wachache sana wanaopata nafasi ya kupita katika njia ambazo wao ndani yao ndio njia walizokuwa wanazisikia kupita. Asilimia kubwa ilibidi pita hapa
ili kuweka wepesi kwa wenzako. So unaona hauko peke yako. Lakini watu wengi wasichokijua ni kwamba kadiri muda unavyoenda, wale ambao walitengenezewa njia na mwenzao automatically wanapita kwenye njia ambao wao ndio njia waliokuwa wamedesire hivyo. Lakini pia kuna masuala mazima ya choices za familia wanazoenda kuzitengeneza wao, kwa maana ya wenza ambao wanaishia kuwa nao. Watu wengi sana hata katika kuchagua mwenza hawa wazaliwa wa kwanza wanaangalia kwamba sasa mimi natakiwa nichague mwenza ambaye ataweza kuweza kunipa uhuru, kuweza kuwabeba ndugu zangu, kuibeba familia. Lakini pia wengine wanaangalia mwenza ambaye ataipenda pia familia yake, atakubalika na familia yake, mwenza ambaye ataonekana kwamba yani yeye anajiona kama ni role model, kwamba lazima apite katika njia ambayo wenzake huko nyuma hawatopata kitu cha kukosoa, hawatapata kitu cha kumkosoa kwamba kitu haikuwa sawa. Hii ni motivation nzuri, lakini pia msichokijua ni kwamba nguvu kubwa unayoitumia kwenye kitu chochote, iwe ni kitu chanya ama kitu hasi, ndicho unavutia kitu hicho. Kwa hata kama unatumia nguvu kubwa sana kusema kwamba mimi nitafute mwenza sahihi, nitafute mtu ambaye atakaanza kunisaidia kuweza kunishauri, kuweza kuwashauri ndugu zangu, wadogo zangu. Kwa hata kama ni nguvu ya kusema ngoja nimkimbie mtu ambaye hatofaa, automatically unajikuta unamvutia huyo. Kwa pia hii ni changamoto nyingine niliyoikuta. Lakini pia kuna changamoto ya kunyimwa haki ya utoto. Asante. Changamoto ya kunyimwa haki ya utoto. Hakuna mtoto aliyewahi kupiga simu au kutoa maombi kwamba naomba nizaliwe wa kwanza. Yes. Hayupo. Watoto wote ni watoto. Na no matter huyu alizaliwa wa kwanza, alizaliwa ngapi, kila mtoto ana haki ya kuenjoy ule utoto wake. Asiruke zile stage za utoto. Kuna nyakati zingine za kufanya makosa, inabidi afanye makosa, ajifunze kutokana na makosa yake. Hiyo nafasi kwa wazaliwa wa kwanza haipo na adhabu yake inakuaga kubwa sana. And without consideration. Kabisa. Kwamba huyu naye ni mtoto. Yaani wewe unaadhibiwa kama ni kusemwa, hujawahi kuona mtu akisemwa hivyo. Kama mzaliwa wa kwanza akikosea, au hujawahi kuona mtu akisemwa hivyo. Mzaliwa wa kwanza akikosea kwenye familia anasulubiwa. Maana ile sio adhabu. Ni kusulubiwa. Ndio. Kwa hiyo unakuta automatically huyu mtoto anasema kwa hiyo mimi natakiwa, yani kuna na mazingira unategemewa uwe. Na kuna mapungufu ya kila, unajua kama wazazi wanaweza kuwa mashahidi, hakuna mtoto ambaye hana mapungufu. Watoto wote wana mapungufu. Just like wanadamu wote wana mapungufu. Just hivyo. Kwa sasa katika wazaliwa wa kwanza wengi unakuta hata yale mapungufu ya wadogo zao sababu ni yeye. Wewe hujasimama kwenye nafasi yako vizuri kama mzaliwa wa kwanza. Laiti kama usingefanya hivi, huyu ndugu yako asingefanya hivi. Ile inachosha kweli kweli. Kuna mazingira mengine hawa wazaliwa wa kwanza hawana ile nafasi yani kusema kwamba hebu nitafute a moment nikae mimi away from familia, away from kila kitu. Hawana hiyo nafasi. Muda wote ni kutoka, kama ni changamoto au kama ni mambo ya heri, tuseme kama ni sherehe, kutoka sherehe mpaka misiba mpaka upatanishi. Yani hakuna moment ya kusema kwamba huyu mtu hebu kwanza apumue, aachwe yeye kama yeye atulie. Hamna. Lakini pia kuna swala zima la ile tunaita kuwa na njaa ya kihisia. Hamna mtu ambaye, ni watu wachache sana wana ile kitu ya kusema kwamba anachukua simu anampigia kaka, aisee nashukuru sana kwa kuwa kaka kwangu. Unakumbuka kipindi kile ulikuwa unanisafishia viatu, ulikuwa unafanya hivi, au dada, yani nashukuru sana. Nilikuwa tukirudi shuleni mama hata hajarudi, unakisha tunakunywa chai, hamna, yani ni majukumu yake. Lakini sio majukumu yake.
Sio majukumu yake, anastahili na yeye kupata hiyo, yani hiyo care kwamba nani anamfanyia hivyo. Hayupo mtu wa kumfanyia hivyo, na hata vile alivyovifanya hamna ambaye anaona kwamba ni anatakiwa labda amshukuru au hata ampe neno la faraja. Hayupo, yani anaona no, ndio inavyotakiwa hivyo. Yaani ukiwa kwenye familia ndio unatakiwa ujitoe hivyo, ni lazima ufanye hivyo, hamna kitu kingine. Lakini haiko hivyo, hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo hawa wazaliwa wa kwanza ni watu ambao wana mambo mengi sana. Hapa tujazungumzia swala zima la kushuhudia vipigo. Wazaliwa wengi sana kwenye familia zao, hasa familia zetu hizi za Kiafrika, wanalazimika kuficha mambo mengi sana, kubeba siri. Nimezungumzia vipigo straight, lakini hivi vipigo vinaingia kwenye siri. Familia kuna mambo mengine ni mazito sana ambayo hawa wadogo unakuta wanalazimika kufichwa. Huyu mkubwa analazimika yeye kila kitu, hakuna siri. Lazima ajue na lazima awe sane, yani aendelee kuonekana na utimamu. Aspanic, asiwaambie ndugu zake, asilalamike, asihoji, na bado uko nje asifanye matukio ya kushtua. Hamna, yani tuambiane ukweli, ni binadamu gani ambaye ana uwezo hivyo? Hayupo. Lakini wazaliwa wa kwanza wengi ndio kikombe chao, wanabeba siri nyingi. Unaweza kukuta anajua siri za mama, siri za baba, lakini sasa akikaa hapo zile siri zinamwelemea. Yaani kuna muda yani mzigo mzito, mtu anatembea na amebeba mambo mengi, unajiuliza huyu mtu ambao sio ya kwake. Ambao sio ya kwake. Na bado yake hayajaja. Na hata ya kwake yakija, hamna mtu ambaye hata na notice kwamba na yeye ana ya kwake. Na kama yupo anaye notice, basi haoni kama kuna umuhimu wa kwamba bana kuna mambo mengine ya kushughulikia. Yaani ni kama mtu ambaye haonekani, yani kama exist kabisa. Ni mtu ambaye pia wanawekaga wanadhani wanadhani kwenye familia, wanadhani kwamba huyu mtu huwa yupo sawa muda wote. Wanawekaga tu hiyo kwamba unajua Irene yupogo tu sawa. Anajiweza. Anaweza kumudu mambo yake. Yani yupogo tu sawa. Kwa hiyo unajikuta wewe umekuwa ni ghala ya kupokea matatizo ya watu. Hiyo ni kweli. Watoto wengi ambao ni wazaliwa wa kwanza kwenye familia zao, si ndo wanasema ndo wako machua, kwamba wamekomaa, wana hekima. Lakini kuna muda ni mtu anaumia. Kwa hiyo unajikuta wewe unapokea kwa baba, unapokea kwa mama, unapokea kwa wadogo zako wote, na baadhi ya ndugu kwenye familia. Lakini nani anapokea ya kwako? Hamna. Hata ukitafuta uone. Hamna kabisa. Yani alafu pia kuna dhana ya kutoshea. Wazaliwa wengi wa kwanza hawatoshei. Yani hata afanye nini, bado hatoshei. Ni kama kuna dhana imetengenezwa kwamba huyu mzaliwa wa kwanza ni mwendo wa kumshambulia, kupeleka moto. Kwamba yani tukiwa hivyo ndio anakaa vizuri kwenye nafasi yake ya uzaliwa wa kwanza, kitu ambacho sio kweli. Zipo ndoto za watu wengi sana hazikuwahi hata kugundulika, zimepotea. Na kuna baadhi ya wazaliwa wa kwanza wengi ambao wamesacrifice kusoma au career ili wanaowafuata waweze kutusua kimaisha. Sasa hao wanaowafuata wenyewe wakija, Irene, ndio hichi kizazi sasa hivi tunaita majenzi. Akamwambia mimi siwezi kuteseka, mimi lazima nisome kitu ninachokitaka. Na kiukweli unakuta hakukuomba ufanye hivyo. Hakukuomba ufanye hivyo. Yes. Ulifanya hivyo kwa moyo wako wewe, kwa kuchagua kwako kwamba bwana, I lay down ili hawa wa step up. Umeona? Lakini ukiwa na matarajio kwamba maybe watakuja kurecognize hiyo effort ambayo umeifanya. But unfortunately nikwambie, wewe mzaliwa wa kwanza, kama unataka kusoma, soma. Kama unataka kupasua career, please do so. Because no one cares. Hakuna anayekujali, hakuna anayejali.
Wewe uta lay down, wenzako watatusua, alafu wakija kufanikiwa wewe unatengeneza kitu huku moyoni kinaitwa resentment. Unaanza kusononeka, unaanza kulalamika, wadogo zangu nimewasomesha, wadogo zangu wamepita mikono yangu, wadogo zangu wamefanya hivi lakini hawanijali. Na si wajibu wao kufanya hivyo. Ila ni kwa sababu uliruhusu na uliamua, basi ni vizuri ukabeba dhamana kwa utulivu. Sorry to say so. Ni vizuri ukabeba hii dhamana kwa utulivu, kukubali kwamba unajua nini? Mimi nilichagua ili fungu. Ridhika nalo, ridhika na maisha yako. Atakaye rudi kwa shukrani, basi tunashukuru Mungu. Wasiporudi au wakafanya otherwise, tunashukuru Mungu, naendelea kukaa kwa utulivu. Lakini dozi ngumu hiyo. Dozi ni ngumu. Lakini ndio maana tunazungumza, ndio maana tuko hapa. Iko haja ya wewe mzaliwa wa kwanza, ya wazazi. Mimi yani wazazi ndio watu wa kwanza kabisa, I hold them responsible kwenye hili. Watoto wote ni watoto. Haijalishi huyu ni wa kwanza, huyu ni wa katikati, sijui ni wa 10 na ngapi, it doesn't matter. Watoto wote ni watoto. Wazazi wenyewe wamekuwa ni watu ambao wanatengeneza hii pattern ya maumivu kwa wazaliwa kwanza. Ukifuatilia wazaliwa wa kwanza wengi wana matatizo, yani hawako sawa kiakili, kisaikolojia. Wazaliwa wa kwanza wengi wana matatizo ambayo ukichunguza yanatokana na jinsi walivyolelewa, malezi. Tunarudi kule kwenye malezi. Wazazi hapa tunakoseaga sana. Yani watatoka watoto labda wataenda kucheza, mfano wameenda kucheza, hawajaomba ruhusa, si ndio? Wamerudi. Unapomwadhibu yule mkubwa, unawaacha wale wadogo, unatengeneza picha ya kwamba hautengenezi picha nzuri, unatengeneza mazingira ya kwamba okay, mimi yule ambaye sio mzaliwa kwanza, mimi am free, I can do anything. Kwa sababu mwisho wa siku mimi sio mkubwa, atakayewajibishwa. Baadaye wanaanza watu ukifanya hivyo, baadaye wanaanza kudiverge majukumu pia. Wanaona kama majukumu fulani yanaanza hivyo hivyo kwa udogo wao. Majukumu fulani waga ni ya dada, majukumu fulani waga ni ya kaka. Hata wakiwa wakubwa, huyu mtu akiface changamoto anarudi. Si waliona? Exactly. Kabisa. Waliona. Kwa hiyo hata akiface changamoto anasemaga haya majukumu huwa ni ya kaka. Au haya majukumu huwa ni ya dada. Kwa hiyo automatically anaacha kuwajibika. Ubongo wake unatafuta tu namna rahisi ya kukimbia changamoto. Na of course kwa sababu tunaishi kwenye kuna mifumo kiulimwengu ambayo imeshawekwa kumbackup. Automatically kila mtu anatafuta ni kweli huyu kwani mkubwa anafanya nini? Huyu mkubwa ndo anatakiwa afanye kila kitu. Kasema nani ambaye ndo alianzisha hiyo kanuni? Kwa kweli tunakutwa na maswaiba mengi wazaliwa wa kwanza. Maswaiba ni mengi sana, lakini mimi nataka nikuulize swali Imelda. Je, mtu tuanze na atakayeolewa na mzaliwa wa kwanza. Impact yake ni nini? Wow, swali kubwa hilo. Kwanza wewe ambaye unaenda kuolewa, kwa maana kwa sababu mzaliwa kwanza tunayemzungumzia ni mwanaume, si ndio? Kwanza unachotakiwa kukitarajia, unatakiwa utarajie mtu ambaye anahitaji msaada sana wa kihisia kuliko kawaida. Kwa sababu ni mtu ambaye, kumbuka, ana position yake ya uzaliwa wa kwanza kwenye familia anayotokea. Sawa, yeye ni kaka. Ile familia ya kwao, kwa sababu tu hata yale majukumu ya kicheo cha kuzaliwa yenyewe yanamwajibisha, alafu kuna majukumu haya ya kawaida kwenye jamii zetu kiuchumi ya kule kwao, yenyewe pia ni ya kwake. And then kuna wewe na yeye ambao mnaanzisha familia. And wanawake wengine pia wanaamini kuna na familia yangu lazima uwe responsible na. Kwa wewe mwanamke ambaye unaenda kuolewa na mwanaume ambaye ni first born, yani kwanza punguza expectations.
zipunguze expectations katika akili yako. Kwa maana ipi? Tayari huyu ni mtu ambaye kabla hata hajakutana na wewe tayari yuko exhausted, yani ameelemewa, ameshachoka. Kwa kama unaweza kuwa sehemu ya kumsaidia yeye kupumua, yani kuwa sehemu ya kumsaidia yeye kuweza angalau kupata nafasi ya kupata sehemu ya kuegemea hivi, unatakiwa ujiandae kuhakikisha kwamba una kazi ya kufanya, lakini pia punguza matarajio kwamba huyu mtu atakaga tu ataota kwamba sasa mke wangu pale ndani naona kama vile pochi zimeisha hivi, zimeharibika natakiwa nimuongezee nyingine. Punguza expectations. Njia nzuri ya kukusaidia wewe ili mambo yako na wewe yaweze kwenda, kuwa na communication. Tengeneza mazingira, kwa sababu wazaliwa wengi wa kwanza wakupewa nafasi hii ya communications. Yani kwamba wawage sehemu ya mjadala, waamue kitu kwa pamoja. No, wao walikuwaga tu assigned, walipewa tu majukumu. Fanya hivi, fanya hivi. Kwa hiyo mwanamke ambaye unatarajia kuolewa na firstborn, una kazi kubwa sana 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 sana. Lakini overall punguza matarajio, sio na matarajio makubwa. Na kama ni mtu ambaye kweli una nia ya kuhakikisha kwamba huyu mtu anakuwa mtu bora zaidi, kuwa si sehemu ya kumsupport, kuwa sehemu ya kumfanya yeye apumue. Nyakati zingine mkumbushe kwamba hey, hautoshi. Hata ufanye nini hautoshi. Mkumbushe hapo mkiwa mpo kwenye mahusiano, kwa sababu mnapokuwa kwenye mahusiano kuna vitu unaviona kwamba huyu familia yake inamfanya inampeleka. Yani hapati nafasi ya kila siku ana stress baada ya stress. Anza kumtengenezea mazingira. Hauhitaji kuwa mtaalamu baadhi ya vitu. Yes, kwa sababu ukiendelea kubeba kila kitu, trust me, katika familia yako mtakavyokuja kuwa na watoto, ataenda kufanya hivyo kwa mzaliwa wako wa kwanza. Ataona it's okay, ni sawa, mbona na mimi nilibebaga haya majukumu, mbona na mimi sikupewa nafasi ya kuamua nini nataka, sikupewa nafasi ya kusema kwamba jamani embu na mimi naomba kidogo nisaidiwe, sikupewa nafasi hiyo. Kwa ni lazima ulitambue, kwa sababu usipofanyia kazi hilo kama mwanamke, kwa sababu mothers ndio inaaminika kwamba wamama ndio wanaojenga nyumba, si ndio? What if sasa firstborn na firstborn wakaoana? Sasa hilo kolabo. Hilo kwanza ni kolabo. Kwanza lazima mfahamu wote mnakutana ni vipande ambavyo havijakamilika. Sawa? Kwa kama ni vipande ambavyo havijakamilika, lazima mjue kabisa kwamba hauwezi ukaona uzuri wa kwako kwa uzuri wa mwenzako kutoka kwako kama wewe mwenyewe humu ndani haujatambua kabisa kwamba sisi wote hatupo sawa. Sijui hii kauli kama inaeleweka. Haujanielewa. Yani ni hivi, hauwezi ukaona kitu chochote kizuri kutoka kwa mwenza wako, kwa sababu wewe maisha yako yote si umekuwa ni mtu ambaye una kiu, una njaa ya kihisia, una njaa ya care. Hautoviona hivyo vitu kwa sababu wewe mwenyewe humu ndani haupo sawa na yule naye hayupo sawa. Kwa usipotambua ama usipokubali kwamba sisi wote hatuko okay tu, yani wote tayari tumevunjika, hautoka yani hiyo pattern ambayo mnaenda kuitengeneza hapo haiwezi kufanya kazi. Ni lazima ukubali, acknowledge. Utakuwa kama ukoo wa Kambale. Acknowledge kwamba sisi wote huyu katoka huko ana trauma zake na mimi na trauma zangu, so what do we do? Tunafanya nini ili tuweze kwenda sawa? Maki naonaga wanawake wengi wanakimbia wanaume ambao wanaonekana wanabeba majukumu kwenye familia zao. It's not necessary mzaliwa wa kwanza. Kuna watu ni wazaliwa wa pili, wa tatu au wa mwisho. Lakini unakuta yeye ndio amechipua kubeba majukumu ya familia. Kwa hiyo wanawake wengi wanakuwa wanataabika kwa sababu somehow yule mtu unakuta anashindwa kubalance mizani.
Of course utabalance vipi sasa? Anashindwa. By the way, kwa sababu amekuwa pengine akihudumia familia hiyo for quite some time kabla amuoe huyu mwanamke. Kwa hiyo pattern imeshajitengeneza hivyo. Kwa hiyo unakuta anashindwa manage kuhudumia huku na kumjali mke. Hiyo sasa inatengeneza kiu yani mwanamke kuna namna ana struggle huyu kaka amuone. Yani sijui nisemeje. Ana struggle for attention. Yes. Unakuta attention either iko kwa mama, iko sana iko kwa mama. Kuta attention yake yote iko kwa mama. Lakini sasa mke apati hiyo, wakati hiyo ndio unakuaga kiu yake kwa. Kwa hiyo unakuta ni inakuwa ni changamoto kwa kweli. Sasa sijui unamshaurije mtu wa aina hiyo? Kama ambavyo ulivyokuwa umeuliza mwanzo, ni lazima utambue kabisa kwamba huyu mtu hivi vitu si kwamba tu alizoea kuvifanya kabla wewe haukuwepo kwenye maisha yake kama ulivyosema Irene. Yaani ni ka software kameshajitengeneza. Kwa ni mtu ambaye unatakiwa uende naye kwa spidi ambayo ni spidi ya slow. Spidi ya taratibu. Mkumbushe kwamba hautoshi. Mkumbushe mawasiliano ndo key. Kwa mtu wa namna hii, kaa naye chini, mwambie, kwa sababu pia na yeye mwenyewe ukiachilia na wewe mwanamke unakuwa una ile kiu ya kwamba mbona mtu kama anioni kama sipo. Hata na yeye mwenyewe apart from familia, apart from vitu anavyovifanya kwenye familia, ukimuuliza ni nani, utakuta hata hajui yeye ni nani. Umeelewa? Kwa ni lazima kuwa kuna mazingira ya mawasiliano mazuri yatengeneze. Yaani sema kwanza wewe unavyoviona unavikosa kutoka kwake, lakini mkumbushe kwamba nyakati zingine ni sawa kusema ngoja kwa hichi kitu afanye mwingine. Ama nyakati zingine ni sawa amkumbushe mwenzake kwamba ni sawa sasa hivi, hebu tufanye kwanza hapa. Sio kwa ubaya. Ujue mawasiliano mazuri na sio bora mawasiliano ni tofauti. Kuna mtu mwingine shida ni namna anavyowasiliana na yule mwenza wake. Sasa mtu ambaye tayari kisaikolojia kasha beba dhana ya kwamba mimi ni mtu ambaye nina majukumu mengi, sina muda mimi wa sijui vacation, sina muda sijui vitu gani. Sio mtu ambaye eti ukija kukaa naye ukamwambia bwana kwa nini kila siku ukamnungunikia? Kila siku unafanya hivi kwenu mimi unioni. Hakuna kitu utakachoweza kufanya. Unazidi kumsogeza mbali. Unazidi kumsogeza mbali. Wewe ulivyokuwa unaingia kwenye maisha ya huyo mtu, hivi vitu uliviona. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa kwa kifupi aingie, asome ile pattern. Aielewe. Upo dada? Najua nini anapaswa kufanya. Usome hiyo pattern ya mmeo. Uielewe rutini yake. Alafu wewe uone namna gani unaweza kuchipin hapo. Yaani hii nafasi lazima uitafute. Not by force. Kwa akili. Yaani not by force or demanding. Lazima utumie akili kidogo. Uisome pattern yake uone wapi kuna mwanya afu wewe udumbukie pale. Hapo utaishi kwa raha sana. Lakini ukimsimanga huyu mtu ndo kwanza, yani anaweza ataka akaona yani sasa huyu anakuja kabisa kunitenganisha na familia yangu. Huyu anataka kuniharibia. Kwa sababu anakuwa muda mrefu kwenye hiyo familia, amejitengenezea mazingira ya kwamba nikiendelea kufanya kuna siku ata appreciate. Kuna siku ataona. Sasa wewe ukileta anaona Alright. Sasa to wind up Imelda, how do we tunawasaidiaje hao wazaliwa wa kwanza baada ya hayo maswaiba wanayopitia, kubeba majukumu mengi, kuwa wazazi wasaidizi, kubeba saa nyingine makosa ya wadogo zao, kujitoa sana mpaka kujisahau wao. Unajua kitu inanikumbusha mbali sana. Yaani kuna muda unajitoa mpaka unasahau. Yaani unajisahau.
Na usipokuwa makini hata watoto wako unawasahau automatically. Yes. Kabisa. Yaani usipokuwa makini hata watoto wako wa kuwazaa unaweza usiwape attention kama unayoipa familia. Kwa hiyo hii inakuwa kidogo namna gani, inaleta shida hii. Kwa hiyo tunafanyaje sisi wazaliwa wa kwanza? Okay, tunaanzia wapi? Mzaliwa wa kwanza mwenzangu, kwanza naomba nikupe pole. Pole ya hili. Kwa kweli mimi nashukuru sana Imelda, nimeshapoa. Pole na wewe ambaye unayetuangalia, pole sana. Inawezekana tuliyozungumza hapa, yani mwingine hatujagusa hata robo ya mambo ambayo unayopitia. Naomba nikupe pole sana. Lakini naomba nisikilize kidogo uweze kunielewa. Haukuomba kuzaliwa mtoto wa kwanza. Haukuomba hiyo nafasi. Hiyo nafasi ni baraka. Hiyo nafasi ni nguvu. Hiyo nafasi ni ushindi. Hiyo nafasi haipo jinsi ambavyo imekuwa ikiwa kwenye maisha yako, kwamba ni kubeba tu lawama, kubeba majukumu, kujitoa sadaka. Haiko hivyo. Hiyo nafasi ni zaidi ya hapo. Lakini kwa sababu hakuna mtu ambaye ni mzaliwa wa kwanza kama wewe aliyeamua sasa kusimama katika nafasi yake, kufanya mabadiliko, kufanya mageuzi, kuhakikisha kwamba huu mnyororo unaishia kwake. Ndio maana mpaka leo hii limekukuta wewe. Na inawezekana tayari ushahamishia hata kwa watoto wako. Lakini usiwe na wasiwasi, it's not too late, hatujachelewa. Tambua kwamba bado una nafasi ya kuboresha maisha yako. Bado una nafasi ya kujitafuta tena. Maanake tayari wengine ushajipoteza, ujikumbuki wewe ni nani. Haujui ni nini, yani unaishi tu kama vile ulikuja duniani ili uage tu unalipaga hiki, ufanye kazi hapa, ufe. Kumbe wewe ni zaidi ya hapo. Nakwambia tena ndani ya nafsi yako jiambie hivi kwamba sasa hivi najichagua mimi. Si kwamba nakuwa mbinafsi. Si kwamba nawatelekeza ndugu zangu. Si kwamba naitelekeza familia yangu. Si kwamba nautelekeza wajibu wangu kama mzaliwa wa kwanza. Mwingine ni mzaliwa wa kwanza lakini kwa sababu ya kubeba mambo mengi, kusacrifice vitu vingi, sasa hivi hapo ulipo ni mzaliwa wa kwanza lakini una sauti. Wewe ni mzaliwa wa kwanza lakini hauheshimiki tena. Yani hauna nguvu, inawezekana hata kiuchumi hujiwezi. Unaishi kwa kupitia mgongo wa ndugu zako na yenyewe pia inatumika kuwa kama fimbo kwako. Jichague wewe. Jichague wewe leo. Na unajichaguaje? Unajichagua kwa kuhakikisha kwamba unatafuta msaada. Msaada wa kweli unaupata pale ambapo unapodhamiria kwamba mimi sitaki tena kuendelea kubeba haya maumivu. Sitaki tena kuendelea kubeba hizi lawama. Sitaki tena kuendelea kunungunika. Kwa nini hawanifanyii hivi? Kwa nini mimi nilifanya hivi ama vile alafu hamna aliyefanya kwa ajili yangu? Mpendwa wangu, kilichopita kimepita. Hauwezi kubadilisha chochote. Ila unaweza kubadilisha kesho yako. Kama ni kujitafuta tena, kutafuta kitu gani unaweza kukifanya, hata kama ni hobby, anzia hapo. Alafu jikungute uendelee mbele. Lakini pia siku zote jikumbushe hautoshi. Wazungu wanasema you are never enough. Hata kama ni jambo zuri unaweza ukalifanya hilo jambo zuri kwa sababu ya nafasi ulionayo. Na kwa sababu hiyo nafasi, shida sio nafasi pia, shida hiyo nafasi tayari haiko sawa. Hiyo nafasi ni kama ina harufu mbaya, ina uchafu, haiwezekani ikazalisha kitu kizuri. Fix hapo. Hapo ndio panapotakiwa pabadilishwe. Sisemi kwamba uwe sasa uanze kuwa mkorofi, uanze kubishana au kuwawajibisha ndugu zako katika namna isiyo ya upendo, hapana. Itafute tena nafasi yako. Itafute tena nguvu yako. Itafute sauti yako. Utafute utambulisho wako. Muda ni sasa. Muda haukusubiri. Na kamwe muda hauwezi ukakaa pia ukakusubiri. Ni mengi naweza kukuambia,
Irene naona ameshahama. Nipo. Okay, what I can say katika hili kwa mzaliwa wa kwanza ni kwamba kwanza mzaliwa wa kwanza unatakiwa utambue kwamba wewe ni kiongozi. Wewe ni kiongozi, lakini haimaanishi wewe ni jalala. Yaani wewe ni kiongozi kwenye familia, lakini wewe sio jalala. Yaani wewe sio ghala ya kupokea negative energy all the time. Wewe familia inatakiwa ijue. Yaani wewe kama mzaliwa wa kwanza unatakiwa ujipambanue kwa wazazi wako na kwa wadogo zako. Kwa sababu wewe at some point you stand in between. Unakaa katikati ya wazazi wako na wadogo zako. Kwa kama unakaa katikati ya wazazi wako na wadogo zako, hawa watu wanatakiwa wajue wewe ni nani. Kama kiongozi wa familia. Wajue unasimamia upande upi, value zako ni zipi, wajue misimamo yako ambayo inakulinda katika kupokea zile negative energy. Lakini hawa pia wajue kwamba wewe kama mzaliwa wa kwanza una mahitaji pia. Una mahitaji ya kawaida kama wanadamu wengine, lakini pia una mahitaji ya kihisia. Wewe sio msikilizaji tu wa matatizo ya watu, na wewe unahitaji kusikilizwa. Na hawa wazazi wako pamoja na wadogo zako na wanafamilia wengine. Kwa hiyo ni lazima wewe kama mzaliwa wa kwanza, kwa sababu mara nyingi unasahaulika kama una uhitaji wa aina yoyote. Unaishia kutengeneza connection nje ya watu wa familia. Kule ndo unapata comfort. Lakini sio kwa hawa watu wako ambao inawezekana wanatakiwa wawe ni watu wako wa karibu sana. Kwa wewe kama mzaliwa wa kwanza lazima ujipambanue. Ni lazima pia familia na wadogo zako wajue wewe ni nani. Unasimamia wapi, una misimamo gani. Na lazima pia mzaliwa wa kwanza ujifunze kumtegemea Mungu sana. Yaani lazima ujifunze kumtegemea Mungu kuliko kawaida. Kwa sababu pamoja kwamba tumeongea hayo ni maswaiba, lakini kiukweli kabisa wewe ndio lango la familia. Baraka za familia chimbuko lake ni wewe. Chochote kibaya ambacho yani ndo maana sisi huwa tunapigwa na vitu vingi kwenye maisha. Vingi sana. Saa nyingine wewe you even fight battles ambazo hujui zinatokea wapi. Kwa sababu wewe ni lango. Lolote before liipate familia linapita kwako. Wewe si ndo mzaliwa wa kwanza? Lazima lipite kwako. Kwa hiyo lazima wewe kama mzaliwa wa kwanza ujue namna ya kumwegemea Mungu kwa wakati wote. Kwa sababu kwa kufanya hivyo pia wewe ni ulinzi tosha kwa familia yako na wadogo zako. Sijui kama naeleweka. Yaani wewe ndio ulinzi, stability yako ndio stability ya familia. Hao wazazi unaweza unakuta saa nyingine wamevurugwa na wao na mambo yao na ndoa yao na maisha yao. Lakini hawa wadogo wanaofuata wamtizame nani kama wazazi wameyumba. Wanakutizama wewe, dada yao au kaka yao. Lakini wewe chimbuko la nguvu yako ni nini? Ndio maana you burn out. Ndio maana unajikuta umeelemewa. Kwa sababu wewe kazi yako si kubeba, kazi yako ni kupeleka kwa aliyewaumba. Bwana, mimi ndio lango. Mungu, hebu mtizame babangu. Hebu mtizame mamangu. Hebu watizame wadogo zangu. Ili wewe nao uweze kupiga hatua mbele. Otherwise utajikuta na wewe you are stuck hapo. Kwa nini? Kwa sababu unashikilia. Ndio maana wengine mnajikuta una sacrifice vitu vya msingi vya kukupeleka wewe mbele na maisha yako. Unasema acha niwaachie wadogo zangu. No, that is not your job. That is ni kazi ya Mungu. Wewe unapaswa kusonga na wewe una maisha ya kusongesha. Wewe unapaswa kunyooka mbele. Nyooka mbele, tengeneza maisha yako. Huku ukiwapeleka hawa kwa aliyewaleta. Huku waleta wewe duniani hawa. Wazazi umewakuta,
hukujichagulia kuwa wa kwanza. Imetokea wewe ndio umetokelezea katoto hapa. Baadaye wakaja wengine 5. It's okay. Lakini wewe utakiwa kuwa stuck in between the chaos ambayo inakuwa inaendelea kwenye familia na kukuvuta wewe nyuma kuona kama unapaswa kuwajibika kwa wazazi wako au kwa wadogo zako. Wewe ni intermediary. You are in between here. You are a leader. Ni kiongozi wa familia. Familia ni kweli inakutazama. Familia ni kweli ina uhitaji wa hekima na busara zako. Pata picha, umtegemei Mungu, utashauri nini familia? Utajenga nini kwenye familia kama mzaliwa wa kwanza? Ni kikombe kizito. Ni kikombe pia kigumu, na ni kikombe ambacho kinakulazimu wewe kama mzaliwa wa kwanza kukaa kwenye mstari. Kwa nini? Sasa tunasema labda wazazi wetu wanatubebesha majukumu mazito. Lakini hapana, wewe ndio successor. Yaani wewe ndio successor kwenye familia. Na hiyo inajulikana kote. Wakinyanyua mguu wa wazazi, wewe ndio unafuata. Yeah. Ina maana wazazi wakitoka, wewe wa kwanza ndio unafuata. Alafu baada yako ndio atafuata wa pili, wa tatu, wa nne mpaka wa mwisho. Kwa hiyo wewe ndio mtu ambaye anatizamiwa, na ndio maana wazazi wanakuwa wakali sana kwako, kwa sababu wanajua wakinyanyuka wao, wewe ndio unafuata. Kwa wanatarajia, wana instill values nyingi na nidhamu nyingi kwako ili wewe uweze kubeba gurudumu la hawa. Kuwapeleka nchi ya Kanaani. Kama wao watakuwa hawapo ama kama wao watazeeka. Kwa sababu uzee unakuja. Umri unaenda. Wazazi nguvu zinapungua. Nguvu zinaisha. Kwa hiyo nani anakuwa sauti ya familia? Kwa sababu kila familia inahitaji kiongozi. Kila familia inahitaji kiongozi. Nazungumzia familia, sio ukoo. Nazungumzia familia, yani baba, mama, watoto. Hiyo ndio familia. Sasa ni aibu kubwa sana kukuta ndani ya familia hakuna kiongozi, hata yule mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo unakuta hawa wanakaribisha watu wa nje kuja kuongoza mambo yao, kwa sababu wao wenyewe wameshindwa kujimudu. Baba ameshindwa kusimama, mama ameshindwa kusimama, mzaliwa wa kwanza naye teke. Kwa hiyo unakuta wana outsource. Wana outsource nguvu nje. No. You have to understand kwamba hii ni familia, na kila familia ina kiongozi, na uongozi unaanza, tunajua anaanza baba, mama, afa anafuatiwa mzaliwa wa kwanza. Na haijalishi gender ya mzaliwa wa kwanza. Au wa kike au wa kiume. Na ndio maana hata makanisani unakuta mara nyingi pia wanaitisha maombi ya wazaliwa wa kwanza. Because hawa ni viongozi kwenye familia. Walipofeli wazazi, mzaliwa wa kwanza anapaswa kufeed gap. Mzaliwa wa kwanza ndio stability ya familia. Ndio stability, ndio mhimili mkuu wa familia. Ndio maana watakiwa waombewe. Vita yao pia sio ndogo. Ni kubwa. Kwa sababu kwa namna nyingine kuna shetani anajua kwamba huyu akisimama hii ngoma imetoboa. Kwa mzaliwa wa kwanza atapigwa sana. Ndio maana nasema mzaliwa wa kwanza unayenitazama leo, hakikisha unamtegemea Mungu kwa moyo wako wote. Hakikisha unakuwa na Mungu kwa moyo wako wote. Na nikwambia stability au uongozi au jalishi una kipato kiasi gani. It's never about what you get or what you earn. Hiyo sio yenyewe. Kwa sababu shetani anaweza akatumia kwa kaupenyo. Una nini wewe? Kama mdogo Maana kuna wengine wazaliwa kwanza, wengine kwenye familia kiuchumi hawajiwezi kuliko wadogo zao. Una nini wewe? Utaongoza, anakudogodesha, anakunyongonyesha, na wewe unakaa hapo. Kwa unajikuta umekaa hapo, una ile authority. Wengine sasa hapo ndo wanagawa ile mamlaka, yanapotea. Anagawa mamlaka yake ya uzaliwa wa kwanza kwa huyo anayedhani anafaa. Nikwambie usipofanya hivyo, Mungu ananyanyua mwingine. Umo katika familia.
Kama wewe ni wa kwanza na unajiona umelegea, jua wewe umeshagawa mamlaka yako. However, unaweza ukayarudisha mamlaka yako. Kutoka kwa nani? Kwa aliyekuleta wewe kuwa wa kwanza duniani. Mungu alikufanya wewe kuwa wa kwanza for a reason. Yeah. And for a purpose. Na nikwambie mzaliwa wa kwanza, pambana sana ufanikiwe. Yani hiyo ni given. Sikuonei huruma. Yani hiyo pambana ufanikiwe, shindana unavyoweza. Ufanikiwe, uwe na uwezo. Kwa sababu wewe ndio tegemeo. Wewe ndio unaangaliwa. Wewe ndio mfano, na kwa namna moja ama nyingine ndio maana mzazi alikuwa anakuadhibu wewe. Ili wewe uwe kitu fulani hivi ambacho hawa watakitizamia. Sauti ambayo hawa wataisikiliza wakiwa wazazi hawapo. Sio awapo tu, hata wanapokwenda makazini. Sauti ambayo itasema acheni hapo, mnakosea. Rudini kwenye mstari. Ndio maana mzaliwa wa kwanza, wazazi wanakuwa mkali kwako, wanataka uwe kioo cha wadogo zako. Wadogo zako wakikutazama wenyewe waseme kumbe tunatakiwa kuwa hivi. Ndio maana ukimisbehave, mzazi anakupa double portion. Unasulubiwa. Kwa sababu unatakiwa ukae kwenye mkao wa hawa wa nyuma, kuona kwamba okay, kama dada yuko hivi, basi kumbe na sisi tunatakiwa tuwe hivi. Kuna room ambapo sasa hapa wazazi nao ndo wao wanajisahau. Kuna room ya mzaliwa wa kwanza kuwa mtoto. Kuna room ya mzaliwa wa kwanza kuwa teenager. Kuna room ya mzaliwa wa kwanza kukosea kabla ajipate. Hapa ndo huwa saa nyingine wanagawa mamlaka ya wazaliwa wa kwanza. Kabisa. Hapa kwenye hichi kipindi ambacho mzaliwa wa kwanza anakuwa anajitafuta. Anakosea. Yeah. Yani anafanya Sulimona, hata Yesu nali kujaga na fujo bana. Sinagogi alienda na mwaga. Ile ilikuwa ni katika era yake. Alikuwa yuko ndani ya kusudi, lakini kwa hiyo aggressiveness ya Yesu ilikuwa ni nzuri kwa sababu alikuwa kwenye kusudi lake. However, kwa sababu pia alikuwa mdogo. He didn't know any better. Si ndio? Kwa pia wazazi nyie ambao ni wachanga na watoto ambao bado ni wadogo, ambao ni wazaliwa wa kwanza, you have a lot to learn from us today. Kabisa. Kwamba katika kulea kwako hata hao watoto, mzaliwa wa kwanza ni mtu wa kumtizama kwa jicho la tofauti sana. Kwa sababu unamtengeneza kiongozi wako kwenye familia yako. Unamtengeneza successor kwenye familia yako. Lakini strength yake inatokana na imani yako kwake. True. Uwezo ukawa unamkompea na wadogo zake. Uwezo ukawa kila siku unamtengenezea mazingira wadogo zake wamuone kwamba he or she is useless. Hana anachokifanya. Alafu mwisho wa siku simply because yeye ni mzaliwa wa kwanza, we expect kweli atakuwa na ile mamlaka yake. No. Kuna hii kitu jua Irina, wazazi wengi wana discipline watoto kwa kuwalinganisha. Mbaya. Yaani nguvu ya mzaliwa wa kwanza anapata hii nguvu kutoka kwa mzazi au wazazi wake. Imani yako kwa huyu mtoto imekaa wapi? Katika makosa yake, katika kupatia kwake, unatakiwa usimame na huyu mtoto. Akianza kukua na kujitambua, acha kumkanya mbele ya wadogo zake. Peleka chumbani, piga ua huko. Akirudi huko anajua sitakiwi kukosea tena. Huyu ni kiongozi wa hawa, ni successor unayemtengeneza, ambaye atakuja waongoze hawa. Body shame, kumwaibisha kwa namna yoyote ile, kumlinganisha, unamfanya wewe empty. Sasa yeye atajiga, yeye atatoa nini kama yeye mwenyewe yuko tupu? Anagawa mamlaka.
cha kutoa. Baadaye mnakuja mnalaumu kwa sababu kama yupo na mamlaka yao yako kwa mtu mwingine, better yet still the devil sees this one. Kwa sababu yeye ndo wa kwanza. Yaani hata kama mamlaka yako kwa mtoto wa 3, haijalishi. Huyu wa kwanza bado ni lango. Bado ni lango. Kwa firstborn wenzangu, please kaza buti. Tupone, tujielewe kwamba jamani tuwe na mipaka. Kikubwa ambacho watu na miss ni mipaka. Hiyo ndo shida. Tuwe na mipaka. Fanya kwa kadri ya uwezo wako. Fanya kwa jinsi unavyoweza. Usipoweza, wajue kwamba wewe sio Yesu. Sahihi kabisa. Wewe sio Yesu. Uwezi ukatoka. Yaani Yesu ndiye aliokoa dunia yote. Uwezi. Lakini pia mwisho wa siku, kwa kuongezea hapo Irene, kama firstborn lazima ujue ni lazima na wewe uwe umeshiba ili uweze kuwafanya wengine washibe. Oh yeah. Yaani wewe hujashiba, yaani una njaa, una struggle wewe mwenyewe, yaani wapo ulipo yaani kwa sababu tu ulikupogi unagombezwa mbele ya wadogo zako, unaona hawezi kunisikiliza hawa. Hata kama unajiambia mwenyewe, hamna utakachoweza kufanya kwa hao watoto. Alafu mind you, watu walioumia wanaumiza watu wengine. Usipojitahidi ukapona kama mzazi na unaenda unaumiza hivyo watoto wako. Yaani huu mnyororo unaendelea miaka na miaka. Ni kazi tu firstborns wana kazi ya kujiposti mtandaoni. Firstborn unaendeleaje huko? Mimi nimechoka. Afanyaje sasa? Sema leo bakia ni kuposti mtandaoni. Hamna. So my dear. Naelewa the part. Kwa sababu wazazi yani jamani wazazi mnakosea sana pale unapoweka kikao cha masengenyo kwa huyu mzaliwa wa kwanza na wadogo zake. Wengine kuna kesi moja ilikuja Irene, wana group la WhatsApp. Mama ana group la WhatsApp na watoto wake wengine sio firstborn. Inatoka yani huwa inatoka kwa mama hiki kitu. Women, wanawake wenzangu, hichi kitu na tukiseme hapa leo, wamama mnakosea sana. Pale ambapo unakaa chini na wadogo wa huyu mzaliwa wa kwanza, unayasema mapungufu yake. Ya ukweli au sio ya ukweli? Yote unayamwaga kwa wadogo zake. Au wadogo zake. Sio kwa lengo la msaada, ni kwa lengo la kujadili tu, kucheka. Kusema tu tulisema kiko wapi sasa? Wamama mnakosea sana. Leo tuko hapa tuna fix. Mnakosea sana. Pale unapoitisha mkutano kumjadili mzaliwa wako wa kwanza na wadogo zake, mapungufu yake, pale ambapo anakosea, pale ambapo unamwaga mboga na ugali pale. Kesho na kesho kutwa una demand mamlaka tena kwamba huyu mzaliwa wa kwanza asimame kwenye nafasi yake na hawa wanatakiwa wamheshimu. Lakini unasahau wewe mwenyewe ulimvua nguo mbele ya watoto. Anasimama vipi huyu mtu? Anasimama vipi kwenye nafasi yake kama mzaliwa wa kwanza? Ikiwa tayari ulishamtia doa. Ile kitu huwa haiondoki. Aidha mawili, urudi utengeneze ulipoharibu wewe. Yes, you have to go back and tell these ones. Dada yenu au kaka yenu kipindi kile naongea na ninyi alikuwa bado anakuwa pia. Yes. Dada yenu au kaka yenu kipindi kile naongea na ninyi mapungufu yake ilikuwa ni hasira. Kama mzazi nilipitiwa. Ninaombeni sana mumheshimu. Mrudishie mamlaka huyu mtoto wako wa kwanza. Kwa sababu umemvunja mbele ya macho yao. Leo hii anashindwa kuwa na sauti juu yao, kuwaongoza katika chochote. Kwa sababu tayari mzazi una sauti kubwa. Na sauti ikiwa ya mama, watoto wanasikia. Ndio, kabisa. Iwe ni kwa wema ama kwa ubaya. Ikishakuwa ni mama, wanasikia. Watasema sasa sisi wenyewe tunapitia mengi na baba zenu tuseme wapi? Ndo uharibu umoja wa watoto. No. You have to be very, very careful. Women, maneno yenu. Na inaweza kashfa saa nyingine isiwe
kwa watoto wa kwanza tu. Hata hawa wengine wakuta nao wanasema. Yani kwa kifupi, hii tabia ya familia kukaa na kusemana. Mothers, wakina mama kukaa, wewe ni mama. Ndio maana wanasema nyumba ya mwanamke anaivunja kwa mikono yake mwenyewe. Maandiko yalikuwa yanajua haya mambo, kumbe yapo. Mwanamke unaivunja nyumba yako kwa mikono yako mwenyewe. Unakaa na huyu unamsema huyu hichi. Unakaa na yule unamsema yule hichi. Kwa kifupi, unaweza kukuta nyumba nyingine huyu mama ana watoto 4 lakini watoto wote hawapatani. Yeah. Hiyo ipo. Hiyo nayo ipo. Yaani watoto wote hawapatani. Hawana ukaribu kabisa. Yaani kwanza hawataki hata kusikiana. Mwingine hawana hata namba za simu. Hawapatani. Kwa nini? Mama mdomo umezidi. Haikusaidii kitu mama, kwa sababu unapitia mateso, kwa sababu unaumia. Kuendelea kuharibu zaidi hakukufiksi wewe. Kabisa. Mnyororo wa matatizo unaendelea, ndio unazalisha mambo mengi, unazalisha watu wengine ndio hivyo wanaingia kwenye ndoa sio sasa. Mtu anaona ngoja niondokage nyumbani. Nakaa nyumbani mimi kufanya nini? Ngoja niondoke. Na anavyoenda huko, kwa sababu motive haikuwa, yani chachu ya yeye kuondoka haikuwa ni kwamba na looking for love. Chachu ilikuwa nahitaji kukombolewa. I need rescue. Mimi naweza nikawasi hawa watoto ambao wamejikuta wana mama mchonganishi, kwa sababu ya mambo yapo kwenye jamii. Nyinyi watoto ambao mmejikuta mna mama mchonganishi, inabidi mkae chini mjue kwamba ni kilema cha mama yenu. Na inawezekana pia mkikagua na yeye ana majeraha. Exactly. Mama heidha alipigwa na maisha, hakuwahi kupona at some point. Na anafanya hivyo bila yeye mwenyewe kujijua, kwa sababu ni pattern ambayo ameitengeneza kwa muda mrefu. Kwa nini kama watoto mnatakiwa mjue kwamba ile ni changamoto. You should not go against your mother, but again msimpe attention. Msimpe attention. Nini, tambueni kwamba ile ni changamoto yenu. Nini, shikamaneni. Mtakuwa mnaua ile nguvu yake. Baadaye watoto wema ukiwa mwingi sana unashinda ubaya. Unashinda ubaya. Na yeye inawezekana automatically kwa wema wenu kushinda ubaya, inawezekana ikamfanya aamke. Ajue kwamba wait, nilikuwa nakosea. Lakini mkiendelea mmoja anatafuta kuwa favorite child kwa mama. Kwa hiyo kwa jamii leo jamani, kama tuna fix pia naomba hizo familia ambazo mama ni mdomo mkubwa, yani mdomo hauna speed governor. Yani unaachia tu linalokuja, unaachia tu. Influence kubwa ya watoto ni mama. Mama unatakiwa ujue nafasi yako. Neno lako kwa watoto lina nguvu sana. Watoto wanaweza kuuana kwa neno lako. Na wanaweza pia wasikae wakabebana kabisa. Maisha yote. Yani mimi I'm telling you, I've witnessed families going through hell in the name of mama said. Mama akiwa hai alisema. Hawa watu wanashindwa kusameana. Watu wanashindwa kwenda mbele kimaisha, wanashindwa kushikamana kama ndugu kwa sababu mama alisema, na unfortunately alichosema kilikuwa cha kuvunja. Kwa familia inaendelea kusambaratika kwa neno la mama ambaye hata hayupo. Na kuna ambaye yupo lakini ana ule msemo wa mzazi akosei. Yaani ana ile amesimamia msimamo yake kwamba mimi anatafuta excuse kutetea kama mimi nilisema vile kwa sababu no. Mama tukae kwenye nafasi zetu. Basi tunawatesa sana watoto wetu, especially my firstborns. Tujitahidi sana. Tukae kwenye nafasi zetu, tusimamie haki, tusimamie ukweli na heshima. Tujiheshimu na tuwaheshimu watoto wetu. Na jambo lolote zuri linatakiwa lianzie nyumbani kwako, kwenye familia yako. Usiwe mtu mzuri huko nje. Mtoto kujiamini ni wewe mama na baba. Mmemwamini vipi? Mmempa nguvu gani mtoto huyu kutoka kwenda kupambana? Ya dunia ni mengi. Basi familia iwe ni sehemu ya kupumziko, sehemu ya raha, sehemu yani you feel proud to go.
sehemu ambayo mtu hawezi kuvaa maski yoyote, kujiigizisha kwamba mimi everything is okay. Kumbe hiyo ni sehemu ambayo mtu anakuja, yani natakiwa mnipokee mimi kama nilivyo na mapungufu yangu bila masengenyo. Jamani, asanteni kwa kuja. Asanteni sana. Imelda, unaweza kusema unapatikana vipi kwenye social media? Okay. Basi tuwe tumemaliza kipindi kwa siku ya leo. Asante sana. Kwenye social media zote napatikana kwa jina la Extraordinary Imelda. Extraordinary Imelda. Ama unaweza kaandika Imelda Mosha, utaziona hendo mbalimbali ambazo zinakupeleka direct kwenye hilo jina. Tumezungumza sana leo kuhusu firstborns. Huu ni mwendelezo. Tutazungumza tena na tena, ndio tutaendelea kuzungumza ili jamii yetu iweze kwenda kukaa sawa. Asante sana dada event. Tumeandaa event yetu ya hii ni event ambayo tunafanya tour Tanzania nzima, lakini kwa Dar es Salaam tunafanya event tumeita Firstborn Special Edition. Tunafanya tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2026 hapa Dar es Salaam. Wazaliwa wa kwanza, wazazi, ndugu hawa firstborns, njooni ili tujue namna gani tunawasaidia watu. Hii ni event ambayo imejikita zaidi kwenye mazoezi tiba ama therapy, hasa kwa ajili ya uponyaji wa hawa wazaliwa wa kwanza. Karibu sana, ninatamani kukuona hapo. Asante sana. Mimi ni Irene Kamugisha na tumeshirikiana kwa kweli session tumeshirikiana na Imelda kufix firstborns, but make sure unakwenda kwenye event aliyoandaa Imelda, utakutana na watu wengi mbalimbali zaidi, kwa sababu unajua kila kitu lazima kuna mtu alikutangulia kukifanya. Kwa hiyo ukienda kule utakuta pengine shuhuda nyingi za wazazi wakisema, jamani mimi makosa yangu hivi na hivi, lakini nilirudi nikafanya hivi na hivi, familia yangu sasa hivi imenyoka hivi. Umeona Kwa hiyo nendeni tujifunze. Mimi majina yangu naitwa Irene Kamugisha, napatikana kwenye Instagram kama Irene Kamugisha _ TikTok, Facebook pamoja na X napatikana kama Irene Kamugisha. Unaweza kunifollow pia. Page ya kipindi hiki kinaitwa Fix You with Kamrin. Hiyo page iko Instagram. Kwa hiyo ukifollow basi utakuwa unapata updates zote za vipindi na mambo mengine mengi ya usuyo channel hii kwa ajili ya kuendeleza uchanya kwenye jamii yetu. Nitafurahi sana ukisubscribe na kushare hii content iwafikie watu wengi sana. Asante sana, tukutane kwenye episode ijayo.